Simba, ambapo kwa hivi sasa Simba wanajiandaa na safari yao ya kuelekea Misri kwa ajili ya mechi yao ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambako watacheza na Al Masry mwezi ujao. Kwa maana mapema kabisa mwezi ujao itakuwa ni tarehe 2, lakini Simba pia wana mechi tarehe 27 ya CRDB Federation Cup. Sasa kwenye line tunaye Ahmed Ali, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka kwa Wekundu Msimbazi Simba. Pengine tuambie program zipoje na hasa kuhusiana na safari na mechi yenu ya CRDB, mambo yakoje? Endelea na program zetu za mazoezi kwa wachezaji wote ambao hawana majukumu kwenye timu zao za taifa. Tumerejea mazoezini tukijiandaa na mchezo ambao uko mbele yetu tarehe 27, mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Big Man. Kwa hiyo vijana wako mazoezini hivi sasa Mo Simba Arena tukijiandaa na mchezo huo, lakini vile vile tukijiandaa na mchezo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4, mchezo wa robo finali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry ya pale Misri. Kwa maana hiyo mtakwenda kucheza mechi yenu hiyo ya CRDB Federation Cup bila kuwepo kwa wachezaji ambao wana majukumu kwenye timu zao za taifa? Ya, wachezaji waliobaki ni wengi zaidi kuliko walioondoka, na kwa aina ya mechi iliyokuwepo wachezaji waliopo wana uwezo kabisa wa kumudu kucheza. Kwa hiyo kwa upande wetu, kwa kuwa tuna wachezaji wengi mahiri, maana yake wanaweza kuzima tu mechi ya tarehe 27 bila wasiwasi wa aina yoyote ule. Kwa maana hiyo mmewapima uzito wao Big Man, mkaona hawa waliobaki wanatosha kuwakabili? Hawa waliokuwepo wanaweza kucheza hata finali ya kombe la shirikisho Afrika, wala hatuna mashaka nao hata kidogo. Uwezo wao, ubora wao ni wa hali ya juu mno, kwa hiyo wala hatuna mashaka hata kidogo. Tumesajili wachezaji wenye kulingana ubora, tumesajili wachezaji wenye kulingana uwezo, ambapo huyu asipokuwepo anaweza akacheza huyu na kusiwe na shida ya aina yoyote ile. Lakini sio unazungumza haya Ahmed Ali kwa sababu ya timu tu ambayo mnayokutana nayo ndio maana unachukulia kwa wepesi? Kwa sababu naamini Simba wachezaji walioenda kwenye majukumu ya timu za taifa si chini ya 8. Hata wangeondoka 10, wanabaki 20 ambao wana uwezo wa kucheza mechi ya aina yoyote ile, sio Big Man peke yake. Sasa tunikwambie, tunaye Abel Hussein ambaye ni moja kati ya makipa bora tuliokuwa nao. Yuko Duchu, yuko Kijili kwa upande wa kulia, yuko Valente Nauma, national team player wa Burkina Faso. Yuko Inspector Karabwa Shamo, yuko Hussein Kazi kwenye eneo la katikati. Mashaka yanatoka wapi hapo ndugu yangu? Yuko Augustine Okejefa kwenye upande wa kiungo, yuko Fabrice Luamba Ngoma kwenye upande wa kiungo. Unapata wapi mashaka na Simba Sports hii? Yuko Lionel Ateba kwenye eneo la ushambuliaji, yuko Valentino mashaka kwenye eneo la ushambuliaji, yuko Volcano Elim Panzo kwenye eneo. Unakuwa na wasiwasi gani? Yuko Edwin Balua ndani ya Simba. Kwa hiyo wachezaji waliopo wana uwezo wa kucheza mechi ya aina yoyote ile ambayo itakuja mbele yetu. Sawa, tumekusikia vyema kabisa. Ni Ahmed Ali huyo, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha wa Simba, akizungumzia hasa kuhusiana na safari yao na mechi yao ambayo wanakwenda kucheza na Al Masry, mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama ulivyoweza kumsikia, wamewafuatilia vizuri. Lakini kabla tujaachana na Ahmed Ali, sija kwako Dickson kwanza, mwalimu Fadru inaelezwa kwamba amehitaji mechi za kirafiki. Sasa Simba tarehe 27 wana mechi. Leo tunapozungumza tarehe 22. Alafu tarehe 2 wana mechi. Manake hawawezi kuondoka tarehe 2 siku hiyo hiyo. Yeah, of course. Sasa hizi mechi za hebu tuambie, ni kweli Fadru amehitaji mechi za kirafiki na pengine mtazichezaje hizi mechi Ahmed Ali? Kutakuwa kuna mechi mazoezi, sababu hii ni kalenda ya FIFA. Hamruhusiwi kucheza mechi ya aina yote ile. Kwa hiyo kutakuwa kuna training match, na kwenda mazoezini mnapata mechi yenu moja ya kirafiki hapo ambayo ni mechi ya mazoezi, jambo linaisha. Kwa hiyo mwalimu amehitaji mechi za aina hiyo na atazipata kabla ya tarehe 27, kwa sababu ukiangalia
ni siku nyingi mara baada ya kucheza mechi yetu ya mwisho dhidi ya Dodoma Jiji. Kuna siku nyingi hapo za kufanya mazoezi, kwa lazima upate mechi mazoezi hapo kwa ajili ya rise fitness. Zitaweza kuwasaidia kule ambapo mnapoelekea, sababu tuliambiwa mwalimu anataka mechi ngumu pengine zinazofanania na kule ambako mnaenda kucheza mechi Misri. Tutapata tu, iwe ngumu, iwe nyepesi, iwe laini, itapatikana tu. Hilo Kilumanga wala lisikutie mashaka. Na safari yenu pengine mnatazamia mnaanza lini? Safari ya kwenda Misri tunategemea mwishoni mwa mwezi huu, Mungu akitujalia salama. Mnaendelea kufuatilia nyendo za wapinzani wenu? Ya, tunawafuatilia nyendo zao zote, tunawafuatilia wapinzani wetu nyendo zao zote. Tunaangalia namna gani tunakwenda Misri kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo tunawafuatilia ng'ado kwa ng'ado kuangalia ni kwa namna gani tunakwenda kupata ushindi huko ugenini. Kwa kuwafuatilia huko mnawaonaje? Ni wapinzani wazuri, lazima tuweke wazi hilo. Ni wapinzani wazuri sana, tena wazuri mno, wazuri kweli, na haishangazi kuona wamefika robo finali ya michuano hii mikubwa barani Afrika. Kwa hiyo tuna kibarua kigumu sana, lakini tuna imani ya kwamba tutakwenda kufanya vizuri kulingana na ubora wa timu tuliokuwa nayo hivi sasa. Ukipima unaona ushindi unaenda kupatikana? Tunakwenda kutafuta nusu finali inshallah inapatikana safari hii, ndugu yangu Kilumanga. Wanakwenda kutafuta nusu finali. Niseme asante sana Ahmed Ali, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Na nusu finali safari hii inapatikana licha ya kwamba akikiri mechi ni ngumu. Mechi itakuwa ni yani wanasema wanasema mtoto atumwi dukani bwana. Yeah, na Al-Masry pia anajua hivyo. Yani hii mechi na ugumu kwa sababu Al-Masry lazima ichukulie Simba very serious. Sasa hivi kila timu yoyote inayocheza na Simba Afrika lazima ichukulie very serious. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu the same kwa Simba. Walianza msimu taratibu hizi mechi za kimataifa, kwa mfano mechi dhidi ya Constantino alifungwa ile ya kule Algeria kwa sababu ya kukosa uzoefu, na of course magoli yalikuwa ni scrappy, lakini waliweza walifungwa, then baadaye wakaanza kukatch up. Unajua sasa hivi kitu kizuri kuhusiana na Simba ambacho Ahmed amekizungumza, wachezaji level ya viwango havitofautiani sana. Havijapishana sana. Na hii ndio faida ambayo Fadlu aliingiza kwenye msimu wakati alikuwa anafanya sana rotation ya squad yake, kwa sababu alikuwa anatafuta cream ya wachezaji wasitofautiane sana viwango, na sasa hivi ndio faida. Yani Simba na kikosi cha kucheza na big man, ana kikosi cha kufika hadi finali. Sikiliza, unasikia? Sio kama kapima akaiona big man ni of course big man ni timu ambayo iko championship, lakini bado wakija watapambana. Ulitazama mechi yao na TMA. TMA aliwapatia Simba mechi kweli. Size yao. Unaona, aliwapatia mechi, kwa hiyo uwezo kwa Simba walifunga 3. Walishinda 3, lakini overall mechi ilivyokuwa TMA walitoa ushindani wa level ya championship kwa timu ya Premier League yenye wachezaji wazuri. Ulikuwa ni ushindani ambao ni fair kwa TMA. Kwa hiyo kwa big man iko championship inashika nafasi ya 7. Inashika nafasi ya 7. Ya ukiwa mchezaji ambaye anacheza big man, nafasi ya kucheza na Simba hiji mara kwa mara. Kwa hiyo utaenda kwenye mechi unataka upambane kweli, ukamie, uonyeshe kitu. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo Fadlu hawezi akachukulia tu poa. So wachezaji kama Valentino Mashaka, ambaye nafikiri imekuwa bahati mbaya sana kwake Mashaka, kwa sababu alikuwa anastahili nafasi sana ya kucheza. Of course mimi sielewi ni kwa nini wachezaji wadogo wapatiwe mno nafasi. Sasa ngoja nikwambie. Unasikia? Yaani asipopangwa Mkwala watu watasema kwa nini hapangwi. Mkwala ni mchezaji mzuri, lakini angekuwa anapata mechi basi angeweza kuonyesha ubora wake zaidi ya huu ambao unaonekana. Akisipochezeshwa huyu, akichezeshwa Ateba, watu watasema. Sasa kwa hiyo lazima aende huko anaangalia pengine wakati gani amchezeshe nani. Uko sahihi. Na hichi ni kitu ambacho wakati nazungumza na Fadlu nilimuuliza namna gani anaweza ka manage hao washambuliaji wake wote watatu. Na aliniambia kwamba kila mshambuliaji ambaye yupo Simba anacheza kutokana na mahitaji ya mechi. Kutokana na mahitaji ya mechi husika. Sio kwamba anapanga mshambuliaji kwa sababu mashabiki wanataka acheze. Lakini kutokana na mechi husika anaweza akahitaji speed and technical. Mkwala anaweza kukupatia hivyo vitu, is rapid, anakimbia. Of course shida Mkwala wakati msimu unaanza alikuwa yuko clinical mbele ya goli, lakini hizi mechi 2-3 ambazo zimepita kafunga hat-trick, kafunga goli, angalau zinakupatia matumaini, nao unaweza kumtrust
aanze kwenye first 11 yako, then unarudi kwa Ateba, ambaye Ateba is a target man wa Simba. Huyu ni mshambuliaji ambaye bado ni tegemezi kwa Fadu kutokana na system yake inavyocheza. Anaweza akasubiria watu, yani anakaa na mpira kwenye hold up play, watu washambuliaji wengine wanakuja kama kina Elimpanzu, wanawapatia nafasi, wanafanya yao. Kwa hiyo hao ni washambuliaji ambao kila mtu ana CV zake tofauti. Then unakuja kwa Mashaka namna anavyocheza anaonyesha ni mtu ambaye ana mambo mengi. Kama ulivyosema, bado ana muda, nafasi inaweza ikaja kwake, lakini imekuwa bahati mbaya sana kwake. Nilikuwa naona kama alikuwa anastahili nafasi zaidi msimu. Simba itatoa ushindani kwa Al Masry. Of course, na mategemeo yangu ni kwamba Simba atashinda hii mechi ya kule ugenini. Yani, au unasema Simba kwenda semi-final. Kwa sababu unajua itakuwa ni pigo kubwa Simba tena akitokea robo finali. Yani unajua mkiwa viongozi mkikaa kwenye mkutano mtakuwa mnaangalia na vipi. Sasa kwa sababu haiwezekani every year tuseme mna bahati mbaya. Yani inatakiwa wachezaji wachukulie hii mechi kama kisasi, kwamba tunatakiwa tufuzu hii mechi kwa namna nyingi. Kupambana ndo kunahitajika. Sawa. Sasa ni furaha kujumuisha mziki mzuri, nyama choma na vinywaji baridi. Na maanisha hii ndio Meet and Meet kila Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Tunakula nyama kuanzia supu hadi choma. Unapata mbavu, unapata paja, unapata salala, unapata kidari, unapata figo, unapata ulimi na vingine vyote unavyohitaji basi utapata. Unaweza ukawa unajiuliza ni wapi? Ni G Sports Bar Mbezi, daraja la Nyambizi, karibu na roundabout ya White Sand bwana. Njoo tule nyama kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Tunakula nyama. Lakini taarifa njema kuhusiana na mwanamke wa shoka 2025 Zidisha Speedy, kuna semina ambayo inakwenda kufanyika na itafanyika siku ya tarehe 26 ya mwezi huu wa 3, Jumatano, katika ukumbi wa Nobo uliopo Kimara Mwisho. Muda ni kuanzia saa 3 asubuhi. Tunawaalika wanawake wote kujiunga na harakati ya kuleta mabadiliko ya jamii, na kumbuka hakuna kiingilio hapo. Kwa maelezo zaidi wasiliana kwa kupiga namba